Unapokuwa unaenda safari zako, unachagua vipi mavazi yako? Watu wengi huwa wanachagua mavazi mazuri, lakini mara nyingi huwa hayafai kabisa katika safari ndefu. Kwenye hii video ya leo ambayo nimeweza kukuletea hapa, nimekuja na mawazo mazuri ya mavazi ya safari kwa wanawake ambao wale wanataka kuwa na comfortable, lakini pia wanataka kuwa nadhifu na wenye stara ndani yake. Hii ni episodi yetu ya 3 ya series yetu ya mawazo ya mavazi. Kwa hiyo hakikisha kwamba unatazama video hii mpaka mwisho. Tuanzie na sehemu yetu ya kwanza ambayo ni umuhimu wa kuchagua mavazi sahihi ya safari au mavazi ya kusafiria. Safari mara nyingi huwa inahusisha kukaa kwa muda mrefu, aidha kwenye gari, kwenye basi, au ndege, au hata treni. Kwa hiyo ni muhimu kuweza kuchagua mavazi ambayo wewe hapo yataweza kukufanya uonekane comfortable, yaani unakuwa na uhuru, lakini pia mavazi yako hakikisha kwamba ni yale mavazi ambayo hayabani sana, yaani mavazi ambayo yanapitisha hewa vizuri, na pia ni yawe mavazi ambayo yatakupa uhuru wewe wa kuweza kutembea kwa makini au kutembea ukiwa unajiamini. Lakini pia ni vizuri mavazi yako ambayo unayoyavaa yaweze kuonekana kuwa ni mavazi ya kuwa wewe unaonekana ni nadhifu na mwenye stara ndani yake. Heshima ni kitu cha bure sana na heshima ni kitu cha umuhimu. Kwa hiyo tuangalie na mavazi ambayo sisi wenyewe tunayachagua ambayo ni mavazi ya kusafiria. Kwa upande wangu, wazo langu la kwanza la mavazi mazuri ya kusafiria ni max dress, lakini zile za stara. Na natoa hapa kwa sababu gani? Sababu ya kwanza ni mavazi ambayo yanakufanya uwe comfortable. Lakini sababu ya pili ni rahisi kutembelea nayo. Hata kama unakuwa unatembea au umeshuka labda kwenye basi, unaenda labda kununua bidhaa, kutafuta chakula, kwa hiyo ni nguo ambayo haikubani, haikeri. Lakini bado vazi hili linakupa wewe kuwa na unadhifu wa kuweza kuvaa. Na pia katika hii max dress, kitambaa ambacho kinafaa zaidi kushona au kudesigning max dress ni kile kitambaa ambacho ni chepesi. Hapa unaweza ukashona kwa kutumia kitambaa cha Turki, unaweza ukashona kwa kupitia kitambaa cha chiffon. Zote hizo ni kitambaa ambavyo vinapitisha hewa vizuri kabisa, na ni vitambaa ambavyo vinakuwa na uhuru wa wewe kufanya mambo mengine. Unachokiangalia zaidi ni zile styling tu za mitindo yako. Unaweza ukaweka V shingoni, labda katika mikono ukaweka puto, ukaweka mikono mirefu, ukaweka mikono mifupi, au hata ukaamua kufanya mapambo, ukaweka ua. Lakini angalizo kitu kimoja, katika hayo maua yako ambayo unayoweka, hakikisha kwamba maua yako hayapigi kelele, sio yale maua ya kukera. Unaweka tu mapambo kidogo, aidha ni mapambo tu katika bega au mapambo huku chini, ukaongeza kitambaa chingine cha plaining ili tu kupata muonekano tofauti wa dress yako, lakini bado max dress haitoki, iko pale pale. Unachokifanya ni kuongeza tu designing. Wazo langu jingine ni kwenye sketi ambazo ni ndefu pamoja na top zake ambazo ni rahisi. Na unajua sio kila mtu ambaye anapenda kuvaa gauni. Mwingine unakuta anapenda kuvaa jumpsuit, mwingine anapenda sana kuvaa jeje, mwingine anapenda sana kuvaa suruali. Lakini katika stara mimi nimeweza kuweka sketi ndefu kwa sababu hii ni moja ya outfit nzuri sana na inatoa muonekano wa stara. Lakini pia vazi hili la sketi pamoja na top linakupa wewe urahisi wa kuvaa na kuweza kukaa nayo kwa muda mrefu. Hii ni tofauti na jeje, hii ni tofauti na suruali zile za kubana.
lakini bado unaendelea kuwa simple, lakini unakuwa na unabaki kuwa na unadhifu wako pale pale. Unaweza tu kuchagua top ambayo itakufanya ujihisi comfortable, lakini usitafute zile top ambazo zinabana sana. Kama unachukua bodysuit, unabana bodysuit mpaka unakuta kwamba unapokuwa unavua unasikia kama unawashwa, kwa sababu vile vimelea vimeweza kujibana. Kwa hiyo unatafuta tu bodysuit ambayo, au unaweza kutafuta top yako ambayo haibani. Hata wakati wa kuvua unaona kabisa kwamba umevua, lakini haina mistari mistari, kwa sababu ziko top nyingine unaweza ukavaa baada ya kuvua unakuta zina mistari mistari, nyingine zinakuwa zinawekwa elastic yake inakuwa inabana sana. Kwa hiyo kama wale ambao hawapendi kuvaa magauni, hii unaweza ikawa ni moja ya option yako nzuri katika safari zako unazokuwa unaenda. Wazo langu jingine ni zile magauni ambayo ni rahisi au magauni ya casual. I don't know why, lakini mimi binafsi yangu huwa casual naipenda sana, kutokana na mwenendo wake, kutokana na ile dress yenyewe ilivyo. Ukivaa dress ya batiki au ukivaa tu dress ya kitambaa chingine chochote, mfano satin, bado unaweza kubaki kuwa na uzuri wako na urembo wako pale pale. Lakini katika hizi dress mimi nazipenda kwa sababu zinakuwa ni nyepesi, lakini pia katika kwenye kuvaa ni rahisi. Ukivaa mamii umeweza kuvaa moja kwa moja, haihitaji utafute top, haihitaji wewe utafute labda pensi ya ndani. Wewe ukishavaa umevaa tu nguo yako, unachotakiwa tu kukifanya ni kuweza kumatch sasa kwa kiatu. Kama umevaa casual rangi ya blue, utafute kiatu cha rangi ambacho kinaendana na ile dress yako. Na bado unapokuwa unavaa casual, bado urembo wako unabaki kuwa pale pale, unadhifu wako unabaki kuwa pale pale. Kinachoongezeka ni usmart wa mpangilio wa mavazi yako. Unaweza tu ukaongeza accessories, kwa mfano saa, kwa sababu casual inakuwa ni fupi katika mikono. Kwa hiyo unapoongeza saa, labda ukaongeza na cheni kwa mbali, pale unakuwa unavutia yule mtu ambaye anakutazama. Hii ni outfit ambayo wanawake wengi huwa wanaipenda sana wakati wa safari. Hata mimi mwenyewe jamani, naipenda sana casual katika safari zangu ambazo mimi mwenyewe nazienda. Either nimetoka zangu hapa, nimeenda Arusha, nimeenda Dar es Salaam, nimeenda Mwanza, basi naweza nikavaa casual kwa sababu najiona bado nina uhuru wa kujiamini. Haya yote ambayo nimeweza kukuambia hapa yalikuwa ni baadhi ya mawazo yangu ya mavazi ya kusafiria kwa wanawake ambao wanataka kuonekana kuwa comfortable, lakini bado waendelee kuwa na muonekano nadhifu na muonekano wa stara. Kama haujaangalia episodi yangu ya kwanza, episodi yangu ya pili, unaweza zote kuzipata katika channel yangu ya TZ Fashion. Na kwenye episodi ya 4 nitazungumza mavazi mazuri ya kwenda katika sherehe, katika any party ambayo utakayokuwa unataka kwenda. Kwa hiyo hakikisha kwamba haukosi episodi inayofuata. Hapa unaweza ukalike video hii, ukacomment, lakini pia ukasubscribe ili usiweze kupitwa na episodi zetu zinazokuja. Mimi sina la ziada, asanteni sana kwa kuwa pamoja na mimi, nawapenda sana. Bye.